Mkuu wa wilaya Njombe Juma Sweda ameagiza watumishi wa umma wanaohusika na utunzaji wa kumbukumbu kutoa huduma bora na kuzingatia utunzaji wa siri za serikali ili kuendelea kuimarisha amani na usalama wa taifa. DC Sweda ametoa agizo hilo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka wakati akizungumza na wanataaluma wa management ya kumbukumbu na nyaraka katika kikao kazi na mafunzo maalum ya kuwajengea uwezo yanayoendelea kitaifa mkoani Njombe. Ndugu wanataaluma, ninyi ni muhimu, ni kundi muhimu katika taasisi za umma na hata binafsi. Taifa lisilo na kumbukumbu sahihi ni taifa lisilo na historia, na taifa lisilo na historia ni taifa inawezekana lisiokuwa na dira. Ukiona serikali ina nguvu, ujue kumbukumbu zake zimehifadhiwa vizuri ipasavyo. Napenda mtambue kuwa ulinzi wa amani na usalama wa nchi yetu unategemea uhifadhi wa siri katika kumbukumbu zetu. Kwa hiyo kazi mnayofanya ya kuhifadhi na kusimamia kumbukumbu ni nguzo ya uwajibikaji, uadilifu na maendeleo ya nchi yetu. Wanapowapongeza sana kwa uaminifu na uzalendo wenu, mjue kwamba mna mchango mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba nchi yetu inayo utulivu. Kwa sasa najua mnazo changamoto nyingi, wakati mwingine mnazipitia kwa sababu pia ya mabadiliko ya utandawazi tulionayo, changamoto tulizo nazo za utandawazi, uhifadhi wa kumbukumbu katika dunia yenye utandawazi ambayo teknolojia yake sasa imebadilika sana. Kumbukumbu sasa hivi unaweza kuona zinadukuliwa, kumbukumbu zinaibiwa, lakini wakati mwingine kumbukumbu zinauzwa. Ninyi hapo wenye dhamana kubwa ambayo umepewa na serikali. Kwa hiyo nguvu yetu ya serikali, maendeleo yetu ya serikali yanahitaji sana siri na kumbukumbu mnazozisimamia wenyewe na kuzitunza. Ninyi ni professional wa tofauti sana. Imagine, achana na mambo ya serikali, wewe nyumbani kwako, taarifa zako za nyumbani kwako ukazikuta zinaongelewa sehemu fulani ambako unajua kwamba wewe hizi taarifa hana mtu yeyote umezitunza sana, alafu ukamkuta mtu anaziongelea pale mtaani. Cha kwanza nadhani utajisikia vibaya, na cha pili utauliza zimetokaje? Na ukishatoka pale zimetokaje, utajiuliza nani kafanya? Maana yake ni kwamba wale watu ulionao around pale nyumbani kwako wataanza kuwa suspect, kwa sababu ni taarifa muhimu zinazohusu maisha yako, zinazohusu mustakabali wa maisha yako na future yako. Kwa future hata ya mtu yoyote inategemea na siri. Lakini nitaomba mtumie fursa hii ya ninyi ya mafunzo yenu pia kujua mkoa wa Njombe. Sasa hivi sio kwamba tu wakulima wa mazao tulionao Njombe wanatoka hapa Njombe. Wakulima wa mazao tulionao sasa hivi hapa wanatoka Dar es Salaam, wanatoka Arusha, wanatoka Dodoma, wanatoka Mwanza, wako hapa wanalima. Fursa zipo, na zao kama la parachichi ni pension. Usisubirie pension kwamba nasubiria nikistaafu nitagawiwa kiasi gani, ukaanze kuhangaika kwenye ofisi. Kumbukumbu zako wewe mtunza kumbukumbu zako zitakuwa zimepotea siku hiyo. Unazitafuta uzipati, faili lako halipati,
Lakini kama umewekeza mathalan kwenye parachichi, baada ya miaka mitatu unaanza kuvuna parachichi. Kwa hiyo niliona kauli mbiu yenu moja hapa, mwenyekiti wenu anakataa kabisa kuzeeka maskini. Anakataa kabisa mwanachama wake kuzeeka nini? Maskini. Na nimeiona, nadhani iko kwenye mada ya 4. Sasa kuzeeka maskini ni kujitakia. Mtu mmoja akasema kuzaliwa maskini sio tatizo, tatizo kufa maskini. Na kuna tafasiri mbaya ya kwamba mtumishi wa umma anapaswa awe maskini. Sio kweli. Tumia dhamana yako ulionayo, ili mradi hauibi, unapata kipato chako halali kwa ajili ya kujiongezea kipato. Maendeleo ya nchi yoyote yanatokana na utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka. Utekelezaji wa mipango mikakati yote ya serikali unatokana na utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka. Utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 yanategemea utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka. Kwa lugha nyepesi na kubwa ni kwamba utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka ni taa ya maendeleo ya taifa lolote lile. Kwa kutambua hilo, TRAMPA tunatambua kuwa maendeleo ya nchi yoyote ile yapo katika siri. Tumeona upo umuhimu wa watunza kumbukumbu na nyaraka kusimamia usiri wa taasisi na taarifa wanazoziona kwa heshima ya maendeleo ya taifa. Na ndio maana chama chetu kimekuja na kauli mbiu isemayo kumbukumbu sahihi leo, maamuzi sahihi kesho. Tunza siri kwa heshima ya taifa. Siri za serikali ni tunu muhimu sana katika utekelezaji wa maendeleo na ulinzi wa taifa hili. Jina langu ni Felista Emmanuel Shuli, ni mkurugenzi wa usimamizi wa maadili kutoka Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Serikali inahudumia umma ambao wanahitaji huduma bora, na hawa watumishi wa kumbukumbu na nyaraka ndio wanaosaidia kuwezesha upatikanaji wa huduma bora kwa wananchi wake. Kwa mfano, mwananchi anataka huduma ya ardhi, hati yake, kumbukumbu zake, mirathi, kustaafu. Kwa hiyo hawa ndio ambao tunawategemea katika kuzitoa hizo nyaraka ambazo zimehifadhiwa kwa umahiri na kwa weledi wa hali ya juu. Kwa hiyo ni lengo kubwa la serikali ni kuhakikisha hawa watumishi wa umma ambao wanatoa huduma kwa wananchi wake wanapatiwa mafunzo na weledi kila wakati inapobidi. Naitwa Aidan Wilmot Robert, ni afisa kumbukumbu na nyaraka kutoka Mahakama Kuu Kanda ya Kigoma. Tunakuja hapa ili kuweza kuonyana na kuwekana sawa juu ya utunzaji na umuhimu wa hizi siri ambazo tunashughulika nazo kwenye taasisi zetu. Sasa kwenye changamoto ni mojawapo ya sehemu ya kazi ambayo tunakuja kuelimishwa juu ya wale wanaokosa maadili, wanaozitumia vibaya. Sasa kama taarifa za serikali ni sawa sawa na taarifa za siri za mtu binafsi ndani ya familia, zinahitaji kutunzwa